Sasa kwenye mambo ambayo yamezungumzwa hapa leo, watu wengi wamezungumzia masuala ya ubunifu. Biashara nyingi ambazo zimezungumzwa hapa zinahusiana na ubunifu katika namna moja ama nyingine. Hili eneo la ubunifu ni eneo ambalo lina sheria yake ambalo ina govern ambalo inaitwa intellectual property law. Hili ni eneo ambalo linahusisha mali ambazo zinatokana na ubunifu wa akili, ambapo moja kati ya mali ambazo zinatokana na ubunifu wa akili ni trade and service marks. Ukitazama watu ambao wamekuja na biashara hapa, wana bidhaa zao ambazo wanazitambulisha kwenye jamii na huduma. Sasa ile alama ambayo unaitumia kutambulisha bidhaa yako sokoni, kwa mfano kama unauza sabuni, sasa ile alama ambayo unaitumia kutambulisha sabuni sokoni, ile inaitwa trademark. Sasa kwenye hii trademark unapataje ulinzi wa kisheria? Trademark unaipata ulinzi wa kisheria kwa kuisajili. Ingawa sheria hailazimishi kusajili trademark ili uitumie, lakini ikiwa utasajili trademark kwa chini ya sheria ya Trade and Service Marks Act, utapata ulinzi wa kutosha. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma vifungu vya sheria ya Trade and Service Marks Act wenyewe vinasema kwamba ulinzi wa kwenye sheria ile utapatikana endapo tu utasajili ile trademark. Sasa usiposajili, ulinzi wako unatokana na sheria nyingine ambayo ni common law kupitia aina fulani ya mashtaka ambayo yanaitwa passing off. Sasa kwenye passing off, kama umeamua kutambulisha bidhaa sokoni na hujasajili, utatakiwa kuthibitisha vitu ambavyo ni vigumu. Kwa mfano, unatakiwa kuthibitisha kwamba ile logo ya biashara ambayo uliweka sokoni ilikuwa inatambulika sana na imekuwa imekupatia wateja wa kutosha. Unatakiwa kuthibitisha pia kwamba kwa mtu kutumia hiyo logo yako wewe umepata hasara gani. Lakini endapo utasajili ile trademark kabla ya kuitumia kutambulisha bidhaa yako sokoni, unachotakiwa kuthibitisha tu ni kwamba umeisajili na mtu mwingine ametumia alama ile ama inayofanana na ile kwenye kutambulisha bidhaa yake, na hapo utakuwa umeweza kupata utakuwa unaweza kumshtaki mahakamani na kupata